Kwanza mimi adhabu aliopewa Selemani Mwalimu kwa kweli adhabu ni ndogo ukilinganisha na kosa alilofanya. Selemani Mwalimu alifanya kosa kubwa na la makusudi. Ukiangalia aina ya kosa alilofanya na hukumu aliyopata kwa kweli haviendani. Nadhani kanuni ya bodi ya ligi ilikuwa inaelezea kwa upana kabisa hii adhabu inaendeleaje. Hii adhabu ya mechi 3 na faini ya milioni 1 kwa kweli kwa kosa la kumpiga mtu kiwiko kwa makusudi. Kwa kweli ni ndogo. Angemng'oa meno. Vile alipopiga angemtoa jicho. Angemvunja pua. Wewe mechi 3 na kumvunja mtu pua vinaendana na hukumu. Au angemng'oa meno ya sebleni vinaendana na hukumu. Kiukweli hukumu ya Selemani Mwalimu wairudie tena. Waikague, waangalie kosa alilolifanya na hukumu viendane. Sasa kama tatizo ni milioni 1 tu. Hata mchezaji sasa anafanya kosa milioni 1 yule anapokea Simba mshahara shilingi ngapi? Lakini kama simetaka afungiwe ndo amefungiwa hivi. Angefungiwa kufungiwa. Kama kosa kalifanya kwenye mechi ya Dodoma na kamati ni ya masaa 72, kwa nini alienda kucheza dabi? Leo hii Selemani Mwalimu lile goli lake lingekuwa goli halali mfano. Asingefanya makosa pale mbele. Si Yanga angekuwa ameadhibiwa na mtuhumiwa. Jiulize kwamba ile mechi Selemani Mwalimu angefunga. Na Selemani Mwalimu tayari ni mtuhumiwa. Hadi hapa alikuwa ni mtuhumiwa. Kwa nini umkeka wa kutoa mapema akafungiwa mapema? Angefunga je? Au Yanga mngewaambia Kiswahili gani wakakueleweni? Kwa mimi nadhani kamati ingerudia hii hukumu kwa usahihi aina ya kosa Selemani Mwalimu, muda aliokaa na maamuzi waliofanya viendani. Sijalizika. Yule alipaswa afungiwe mechi 5 kwa sababu makosa kama hayo Ibrahim Baka aliwahi kufanya. Kapigwa mechi 5. Kafungiwa mechi 5. Tena Baka kumpiga mtu kipepsi. Alimgusa tu na kamguu kidogo. Baka alimgusa kidogo. Akafungiwa mechi 5. Mbona amempiga mtu kile Ongbak? Unajua hizo style za Ongbak kampiga cha hivi. Kafungiwa mechi 3. Kwa kweli mechi 3 ni ndogo. Kama watusikiliza maoni wadau, warudie tena hukumu.